Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mkenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo, natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa uchanganuzi wa siasa humu nchini. Kimeumana, kimeniukishwa katika taifa la Kenya baada ya seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kuvamiwa ghafla na taharuki kutanda. Kanda hii nitakueleza ni kivipi ameweza kuvamiwa Edwin Sifuna na sababu ni zipi zimechangia yeye kushambuliwa, kwa sababu taarifa zile ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari ni wazi kwamba Edwin Sifuna ameweza kushambuliwa vikali. Maandamano yalipuka baada ya mgogoro kuzuka kote nchini. Siku ya Jumatano tarehe 1 mwezi wa 4 kulikuwa na kikao katika seneti. Ikumbukwe ya kwamba Edwin Sifuna ni mwanachama katika kamati ambayo inaitwa Senate County Public Accounts Committee, ukipenda CPAC, yaani kumaanisha kamati ya hesabu za umma ya kaunti ya seneti. Hapo ndipo yeye ni mwanachama. Kamati hiyo inaongozwa na seneta wa kaunti ya Homa Bay Moses Kajwang'. Hii kamati ndio inafanya mahojiano kwa magavana humu nchini, vile wanatumia hela ambazo hutumwa kutoka serikali ya kitaifa. Sasa siku ya Jumatano kulikuwa na kikao maalum cha kumhoji gavana wa kaunti ya Samburu ambaye anaitwa Lati Lelit. Baada ya kufika nje ya makao ama majengo ya seneti, kuna mtafaruku ulioweza kushuhudiwa. Edwin Sifuna akamwendea gavana ambaye anaitwa Lat Lelit wa kaunti ya Samburu, akamshika hapa, akamwambia wakati alikuwa anazungumza na vyombo vya habari, wewe ndiye tunatafuta, tuende tukuhoji. Sasa baada ya kufanya hivyo, amevamiwa siku ya leo. Streets zote Samburu siku ya leo, siku ya Alhamisi, maandamano makali yaliweza kulipuka, huku wakisema Sifuna waliweza kumvamia kwa maandamano, wakisema ya kwamba ama wakidai kwamba Sifuna yuko na madharau. Sifuna anastahili kuheshimu gavana wao. Tusikize vile waliweza kusema wakati maandamano makali yaliweza kulipuka katika streets, mitaa ya Samburu, wakimvamia Edwin Sifuna kwa kitendo ambacho aliweza kukifanya. Kabla niweke hiyo sauti, na shukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini kwa kada, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na kuomba tu usubscribe na uwashe kengele. Tusikize. Sifuna amedharau sana Samburu County. Tunasema heshimu sana Samburu County, kwa sababu Samburu County ni kama tu hizo makaunti zingine, kwa sababu vile nani alikuja jana hapo kwa seneta au kumshika kibadharau, walifanyia gavana yetu madharau yenye hatukupenda. Kwa nini gavana yetu kama ni mwizi, kwa nini makaunti zingine si waizi? Aseme pesa gani imeibiwa? Tunao kuambia Sifuna, Lati is elected leader like other leaders. Heshimu Lati. Sakaja alikuja county hapo kwa parliament. Hakuna kitu alifanywa. Umesikiza vile waliweza kumshambulia Edwin Sifuna wakati maandamano makali yaliweza kulipuka katika mitaa ya Samburu, huku wakimkosoa Edwin Sifuna kwamba yuko na madharau mengi, aachane na gavana wao, amuheshimu na aheshimu kaunti ya Samburu, na gavana sio mwizi. Sifuna amuheshimu. Unajua, katika sekta ya siasa ni mengi ambayo tunashuhudia, na mengine yanafanyika kwa sababu ya siasa. Sifuna alikuwa anaendesha shughuli zake katika ama kama mwanakamati katika kamati ile ya hesabu za umma ya kamati ya seneti, ili kujua hali halisi vile
hela zimetumika katika kaunti ya Samburu ili kuwasaidia wana Samburu kupata maendeleo kutoka kwa gavana wao. Sasa ndio hawa wamekuja kumlaumu Edwin Sifuna. Kwa nini maandamano haya yakalipuka na kumvamia Edwin Sifuna? Na point number 1, they are aiming to reduce Sifuna's popularity. Yaani wanataka kuhakikisha ya kwamba wamepunguza umaarufu wa Edwin Sifuna humu nchini. Unajua, katika siasa lazima tuzame, tuangalie kiini hasa kilichosababisha maandamano kulipuka. Edwin Sifuna ni kijana ambaye ameinuka sasa hivi kisiasa na Linda Mwananchi, na ni kwa sababu kupitia msimamo wake wa kisiasa na ile kazi anaifanya katika bunge la Seneti. Alikuwa anafanya kazi yake kama mwanachama, na alikuwa anataka gavana ahajibike kwa kujibu maswali vile amekuwa akitumia hela ambazo zinatumwa kutoka kwa serikali ya kitaifa kuelekea serikali ya kaunti. Sasa maandamano ndio haya yanalipuka kumvamia Sifuna. Hii ni ishara tosha kwamba kuna siasa ndani yake, vile tunatazama kwa undani, ili kupunguza makali yake ya kisiasa na kupunguza Linda Mwananchi programu humu nchini. Hao ndio wanalia wakati mwingine. Wakaazi wanakutetea, ndio ni sawa, lakini kuna wakati utafika mwanze kuuliza, mbona hatujapata maendeleo? Mbona baadhi ya barabara bado kukarabatiwa? Mbona classes ama madarasa ya ECD, kwa sababu hayo ni masuala ambayo yanasimamiwa na governors, mbona shule fulani haina madarasa ya ECD? Mbona hamuna madawa ya kutosha katika hospitali? Mbona maendeleo hayafanyiki katika kaunti hii husika? Sifuna akifuatilia hayo, mnasema yeye haheshimu gavana wa Samburu Lati Lelit. Akisimama wima kujua vile matumizi ya hela yanafanyika katika kaunti ya Samburu, anavamiwa. Kuna shida mahali fulani ambayo inastahili kushughulikiwa. Niliona huyu gavana Lati Lelit, na yeye amesema ametuma kombora vijembe kwa Edwin Sifuna na wale wengine walikuwa wanashirikiana pamoja katika kamati ile ya Seneti ile ambayo sasa Edwin Sifuna yeye ndiye mwanachama. Amesema hivi, mimi kama mheshimiwa Lelit nilikubali tu mkanifanyia madhambi wakati nilikuwa nje ya majengo ya bunge la Seneti, ni kwa sababu ya heshima. Na wasubiri nyinyi watatu mkuje outside Senate buildings, nitawaonyesha vumbi. Yeye ametoa vitisho hivyo, wamtafuta Edwin Sifuna na wale wengine walikuwa wanashirikiana pamoja, wamtafute nje ya majengo ya bunge la Seneti, atawaonyesha vumbi. Yuko tayari kupambana nao, kumaanisha ni vita vya kisiasa, vita vya physical, sielewi. What do you think? Je, wakati maandamano haya yanalipuka kupinga Edwin Sifuna, unaunga mkono maandamano ya kumlaumu Sifuna wakati alikuwa anatekeleza wajibu wake kama seneta? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Je, Sifuna alifanya makosa? Yes au no? Ndio au la? Yes or no? Utaniandikia hapa chini mwakanda. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo na hatia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are, now remember to turn on the notification bell so that at the moment we upload and review the clip, you'll be notified automatically that Mokenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content always with our WhatsApp groups and on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Mokenya TV. People, let's meet in the next video. Bye bye, ladies and gentlemen. Breaking news.